Karibu mtazamaji, jina langu ni Mary Kilobi na mtangazaji wa ishara ni Meresha Owiti. Zaidi ya watu 30 wameuawa kufikia sasa katika bonde la Kerio Valley, huku mifugo 10,000 wakiibwa na watu wanaodaiwa kutoka jamii inayopakana na Elgeyo Marakwet. Kina mama na watoto wamelazimika kuishi pangoni, huku shule na hospitali zikifungwa. Mwanahabari wetu Elvis Kosgei alitembea katika maeneo hayo na sasa anarejea na tathmini halisi. Kufika hapa kunahitaji juhudi za kimakusudi. Ni mabonde ya mauti katika eneo hili la Chesatan ambapo jamii wanaoitwa Wakenya huishi humu. Kina mama kwa watoto wamelazimika kuishi pangoni penye majoka hatari. Makali ya risasi kutoka kwa washukiwa wanaodaiwa kutoka jamii jirani ndicho kiini ya yote haya. Mlio wa risasi hapa ni kawaida kama ibada, huku jamii hapa ikidai kuvamiwa kwa risasi mara si moja. Hata sasa watoto anataramuka huko juu kwa sababu hakuna usalama baada wa chini. Unaona hata mbuzi hakuna, hata wasa hakuna, hata wa mama anakuwa baada wa chini. Ndio mwana nyoka. Angalia hata hiyo nini yake, makanda yake ndio hii. Sasa tuko na shida kabisa. Mtu okoe kabisa kwa sababu hatuna hata usingizi ya kulala. Tunalalanga msituni tu. Siku moja tu baada ya Bernard Kipkeu kutupa muhimu kuhusiana na kifo cha ndugu ya Justin Kipkeu aliyeuawa na watu wanaoaminika kutoka jamii ya Pokot. Washukiwa hao walionekana kutaka kuhudhuria mazishi ya marehemu. Mambo yakawa kama hivi. Mbali na kufungwa kwa zaidi ya shule 4 pamoja na hospitali kwa hofu ya kushambuliwa, majeraha nyusoni mwa watoto hawa ni dhahiri, kwani wamekuwa mafichoni usiku na mchana. Kwa kuna askari wenye wanatembea barabarani, badala ya kusaidia wanafunzi kuingia kwa mashule, wakawa ni watu wa kutembea barabarani. Kwa hivyo tukaamua kwamba badala ya wanafunzi kupoteza wanafunzi wetu pamoja na wagaji, tukaamua tufunge shule kwa sababu ya hiyo usalama. Viongozi sasa wameapa kuvunja ndoa yao na serikali ya Jubilee. Deputy President mwenyewe hata hajachukua hatua kuja Marakwet ama hata president, na wakati wa kura walikuja huko. Sasa sisi tutakuwa serikali mpaka lini wakati watu wetu wanaumia? Watoto wetu wote wameua. Wazee wameua. Tumekaa kama watima. Serikali ya Kenya, serikali ya Jubilee, sisi wa Marakwet, hatuna serikali ya Jubilee. Tumekataa. Uhasama baina ya jamii ya Pokot na ile ya Marakwet umekuwepo kwa muda mrefu, lakini jitihada ya kutafuta suluhu ya kudumu imekuwa kama kupanda mchongoma ambao kushuka ndio ngoma. Je, serikali imechemsha kwa hili? Elvis Kosgei, KTN leo wikendi katika eneo la Chesetan, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Bila shaka mtazamaji, ni hali ambayo inahitaji suluhu ya haraka. Tukiendelea na taarifa zetu, kinara wa chama cha Amani Musalia Mudavadi anaishtumu serikali kwamba inaendelea kuandikisha mikataba ya kiuchumi na mataifa mengine, mikataba ambayo imetajwa kuwa ya usiri kutokana na hali kwamba inawatumia mawakala wake kuandikisha mikataba hiyo kisiri. Kuhusiana na minong'ono ya muungano wa upinzani, Mudavadi amesema kwamba muungano huo hautahusishwa vyama vya kisiasa pekee, bali mashirika ya umma, makanisa na vyama vya wafanyikazi pia, kuhakikisha kwamba Jubilee inang'olewa mamlakani. Mwanahabari wetu Duncan Khaemba anaarifu. Kiongozi wa Amani National Congress Musalia Mudavadi alikuwa hapa kwa kikao na walimu wa vuguvugu kwa jina Nairobi Mulembe Teachers Association aliposhambulia utawala wa Jubilee alolaumu kuwa umezidisha kiwango cha ufisadi nchini. This economic diplomacy is shrouded in secrecy. When they went to Tokyo, which businessmen signed the MOUs? When they went to China, which businessmen signed MOUs? Where is the transparency? Na sasa nalitaka bunge kupekua mikataba yote ya kiuchumi ambayo serikali imetia saini na mataifa mengine. I think it is also time to make an amendment to some of these laws so that if there are people who are profiting from this economic diplomacy and signing off MOUs, can we know who they are?
Mudavadi alilalama kwamba hatima ya Kenya kuhusiana na ongezeko la deni la umma ni la kutamausha. Which programs are being funded by commercial debt and which ones are being funded by concessionary debt? Treasury must come clean and define and make public what is concessionary debt. Kuhusiana na siasa za mwaka 2017, kinara huyo wa ANC alithibitisha kwamba chama chake kimempa kibali kutafuta mwafaka na vyama vingine vya upinzani nchini. A national alliance can be an alliance that will also partner with the civil society, the churches, the teachers, business societies who want to change the country for a positive cause. 17 mabadiliko inakuja na sisi wana code na wale wote ambao wanatujoin tunamkaribisha ndugu. Hapo kesho Mudavadi atakuwa katika himaya yake huko magharibi mwa nchi atakapoanzisha mikakati ya kuimarisha jeshi lake la kisiasa tayari kwa muungano na vyama vingine vya upinzani nchini unaotarajiwa kuzinduliwa hivi karibuni. Duncan Hemba, KTN. Naibu wa Rais William Ruto alikuwa katika kaunti ya Busia kukipigia debe chama cha Jubilee. Ruto aliwarai wakazi wa Busia kujiunga na chama cha Jubilee akisema kuwa siasa za ukabila zimepitwa na wakati. Aidha, aliongeza kuwa chama cha Jubilee kinatoa sura ya taifa. Matamshi ya Ruto yanakuja wakati baadhi ya viongozi wa sehemu za magharibi wakimkashifu kwa kufanya ziara za mara kwa mara katika eneo hilo. Mimi nauliza nyinyi watu wa Busia, mnataka kuendelea kukaa kwa upinzani? Unajua mtu unajikuta kwa upinzani kwa bahati mbaya. Ulikuwa unajaribu kwenda serikali lakini ikateleza ukaenda upinzani. Lakini mtu huwezi kujipanga asubuhi na mapema ati mimi nataka kwenda kupiga kura ya kwenda upinzani. Ala. Ama hii hesabu inafanywa namna gani nyinyi watu wa Busia? Sasa huyu classmate yangu ati mnamwambia aendelee kukaa upinzani? My friend, wewe hiyo maneno bwana uache. Kuja tufanye hii ukarabati tuunde serikali pamoja. Na siku moja baada ya wabunge wawili wa ODM kumkashifu Rais Uhuru Kenyatta kwa kutomtaja kiongozi wa CORD Raila Odinga kuwa shujaa wakati wa sherehe ya mashujaa, mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusu sheria Samuel Chepkonga amesema kuwa rais hakukosea kwa sababu Raila bado yumo katika siasa. Raila Odinga is still in very active duty. So there is nothing to apologize and there's no one he has wronged. As long as you continue in active service, it is just like those who are serving in Somalia. We cannot say those are heroes. When they retire, then we can call them heroes. But they are still in active duty. Na mtazamaji, tunapoendelea kutafakari kuhusu ni nani afae kuitwa shujaa, hebu fikiria mwanamke aamue kutozaa mtoto kwa hiari kisa kwamba watoto waliotupwa na kukataliwa na mama zao wakiwa wachanga ni wengi wa kulea. Mama Faith Imani alisimulia uamuzi wake huu kwa mwanahabari wetu Lofty Matambo, jinsi anavyowalea zaidi ya watoto 400, baadhi wa kuanzia umri wa siku moja ya maisha yao. Wengi wanaomjua wamemuita shujaa. Tazama. Amini, jumba hili la kuyanata macho liko katika mtaa wa mabanda wa Soweto Kayole. Tunakaribishwa kwa usafi wa hali ya juu. Maximum protection. Yes. Glavu miguuni tusije kutia viruirui nyumbani. Kwani kunani? From day 1 to 2 months. Anawazungumzia Mama Imani ni malaika hawa. Malaika ambao ama walitelekezwa na mama zao hospitalini, wakatupwa kwenye jalala au kuokotwa popote pale. Habagui, Mama Imani huletewa na kuwalea. I don't really want to question myself, why are they there? I know I'm there to take care for them and love them. Kwa miaka 26 sasa, Mama Imani amekuwa akifanya fadhili hii ya kutajika. Lakini amini usiamini, Mama Imani hajajifungua mtoto wa tumbo lake katika umri wake wa miaka 50. Cha mno, I made a little choice when I turned 24, 25, that I don't want to make a baby when I have all these beautiful babies.
I don't think I can make a better baby than this. So if I can make somebody, if God would tell me to bring Jesus, I could say yes. But if a normal baby like this, I'm certified and I'm very happy. Imani ina watoto takriban 400 katika matawi 7 kote nchini. High start. Mapenzi haya kwa watoto yakimweka kando na huba la ulimwengu wa madume. My God, I have no time for men. I'm so busy. If somebody give me a date, I forget. Tabitha ana umri wa miaka 24 sasa. Simulizi ya jinsi alivyoachwa barabarani na mamaye mtaani Mlango Kubwa hapa Nairobi mwaka wa 1992 anayo. So this was your bed? Kitanda hiki alichokilalia akiwa na umri wa mwaka 1.5 kinamkumbusha yote. My parent alikuwa mama wa mtaa. So katika harakati za kufukuzwa na Kanjo and the rest, I'm told, and ndio aliniacha mtaani. Kwani umeogopa? Tazama sura jamala na ya kuvutia ya mtoto Grace Imani ambaye aliokotwa katika jalala akiwa na umri wa mwaka 1. Alikuwa amechomeka na karatasi chafu mikononi na machoni. Alipata upendo na malezi hapa na sasa ana umri wa miaka 7. Ameanzisha mpango wa kusafisha mtaa wa Kayole kila Jumamosi. Kwa nini? Sitaki mtoto mwingine achomeke kama mimi penye nimechomeka. Mama Imani ananiarifu kuwa watoto hawa wafikapo umri wa miezi 6, wazazi wao popote walipo wanahiaria kuja kuwachukua. Lakini tangu kuasisiwa kwa kituo hiki, hajatokea mmoja kuchukua mtoto wake. Sawa na Tabitha ambaye tayari amemaliza masomo ya shahada yake ya biashara na kujianzia maisha yake. Ndio wangenitafuta wakati ule, so sijawatafuta tena. Niko comfortable, I have a family. Iwapo kunao mashujaa mambo leo, basi labda pia wewe utasukumika kuwa huyu ni mmoja wao. I'm not a mashujaa. I'm not at all. I'm just a mother and a servant of God. Ni shujaa kabisa yule. Ni shujaa sana. Hata wewe pia unayo nafasi, unayo fursa ya kuleta uhai maishani. Unayo nafasi ya kuleta nakshi na mapambo katika maisha si yako tu, bali maisha ya Mkenya, maisha ya mwanadamu, ili angalau upate fursa ya kuingia katika madaftari ya watu waitwao mashujaa. Lofty Matambo, KTN leo kutoka mtaa wa Kayole, Nairobi. Kwa kweli Faith Imani ni shujaa wa kweli. Tukiendelea na taarifa zetu, zaidi ya wafungwa 200 wa gereza la Nakuru mapema hii leo waliachiliwa huru. Hatua hiyo ni kufuatia agizo la Rais Uhuru Kenyatta kuachilia zaidi ya wafungwa 7,000. Miongoni mwa walioachiliwa ni Robert Malakwen kutoka Salga, eneo bunge la Rongai, aliyehukumiwa kifungo cha miaka 8. Victor Gale na taarifa zaidi. Wafungwa wa gereza la Nakuru wakisherehekea baada ya tangazo la rais kuwa wapo miongoni mwa wafungwa 7,000 walioachiliwa huru. Askari jela nao walihakikisha kuwa kila kitu kinaambatana na mipangilio. Robert Malakwen alikuwa mgeni wa serikali Novemba mwaka 2008 na kusalia rumande kwa miaka 3. Alikuwa ameshukiwa na kosa la kumuua jirani yake na mwaka 2011 akahukumiwa kifungo cha miaka 8. Hata hivyo, akiwa humu ndani alipata kujifunza sanaa ya kuunda vitu kwa vyuma na kuhitimu hadi kiwango cha 3. Tukafurahi sana. Mpaka sasa tunaambia Mheshimiwa Rais pongezi. Jambo ni busara sana kukumbuka watu wameshatupa mali wakasaulika. Tukiwa hapa ndani tuna council hawa muda kwa muda, tuna counselors ambao wanafanya hiyo kazi na hata wakitoka wataenda kusaidika. Kati ya wafungwa 7,000 walioachiliwa na Rais Uhuru Kenyatta siku ya mashujaa, wafungwa 224 ni wa kutoka hapa gereza la Nakuru, 55 wakiwa wa kike. Lona Chepkurui alikuwa kihukumu kifungo cha miaka 2 baada ya kupatikana na hatia la kuuza pombe haramu mjini Kapsabet. Anatuelezea kuwa kuachiliwa huru kutampa fursa mwafaka ya kuwalea wanawe 7 baada ya mume wake kuaga akiwa gerezani. Nilisikia, lakini vile nilisikia sikutarajia ndakuwa mmoja wao. Changamoto sasa ni kwa jamii na jinsi watakavyoishi na walioachiliwa.
Victor Ogale, KTN News, County ya Nakuru. Karibu tena mtazamaji, na shukran sana kwa kuendelea kutazama taarifa za KTN leo wikendi. Na katika makala ya Tembea Kenya hii leo tunazama katika kaunti ya Kwale ambapo kuna kituo maalum cha kuwahifadhi mbega. Mtazamaji, wapo unajiuliza mbega ni wanyama wa aina gani? Ni wanyama katika familia ya tumbili. Mwanahabari wetu wa maeneo hayo Tobias Chanji anatupa taarifa kunjufu. Nchini Kenya, mbega wanapatikana tu katika eneo la Diani na mbuga ya wanyama ya Shimba, zote katika kaunti ya Kwale. Na aina 5 ya wanyama hawa ambao wanapatikana katika nchi 15 barani Afrika na wanaishi kwa makundi ya wanyama 9 kila kundi. Diani Colobus Conservation Center, kinachohusika na hifadhi ya wanyama hawa, kimekuwepo kwa takriban miaka 20. Diani itself is a very unique environment. It's classed as one of the top 25 biodiversity hotspots in the world. This means that you have many endemic species here, from trees to animals. You will not find them anywhere else, which means that the colobus have to be specially adapted for this environment. Aidha, wanyama hawa wamejikuta pabaya baada ya kupigwa na umeme au magari wanapovuka barabara. Is only an estimation. We don't have a confirmed number because it's very difficult to get that. But on estimate, we have just under 400, so about 370. Ni kutokana na hatari kama hizi ambapo kituo hiki cha uhifadhi kiliamua kuweka daraja 25 katika barabara ya Diani Beach Road ili kutumiwa kwa urahisi wakati wa kuvuka. Maumbile ya mnyama huyu hayamruhusu kutembea kwenye ardhi, kwani ana vidole 4 pekee bila gumba, na hivyo wakati mwingi kushinda mitini. Colobus monkeys are the endangered species here. We say they are nationally endangered. So the Colobus monkeys are endangered because they are losing their habitat day in, day out. And the reason for this is, of course, development. So the Colobus conservation makes sure that we balance this equation, development and conservation. Hapa pia tunampata Joy Kivatu ambaye anawatunza tumbili hawa kwa kuwapa matibabu na lishe. Anasema kuwa wanyama hawa zaidi wana vyakula maalum wanavyopenda. Diet ya mnyama inakuwa kwa wakati mwingi ni 30% fruits, 70% vegetables kwa ajili ya kusaidia rafeji ya tumbo. Kwa wakati mwingi tunaficha kile chakula katika chini ya mawe ama kwa vitu vingi ambavyo viko kwa cage kwa ajili ya kuwafunza kujitafutia huko msituni. Hatuwekei chakula kikiwa wazi kwa sababu msituni hawatapata chakula kikiwa wazi. Diani ni miongoni mwa eneo 25 duniani yenye mazingira tofauti ambayo yamesaidia kupatikana kwa viumbe nadra. Kando na mbega, hapa pia kunapatikana tumbili wengine kama vile yellow baboons, vervets na sykes. Tobias Chanji, KTN News, mji wa Diani, kaunti ya Kwale. Karibu tena mtazamaji, na sasa tuangazie taarifa za michezo. Lucy Cheruyot na Hosea Mwok ndio washindi wa makala ya 11 ya mashindano ya riadha ya madoka ambayo yaliandaliwa hii leo katika kaunti ya Taita Taveta, huku wanariadha zaidi ya 2000 wakishiriki. Cheruyot ambaye anatoka kaunti ya Elgeyo Marakwet alishinda mbio za kinadada za kilomita 21 kwa kuandikisha muda wa saa 1 dakika 19 na sekunde 24. Edith Chelimo alimaliza katika nafasi ya pili, huku Pauline Wangoi akichukua nafasi ya 3. Katika mbio za wanaume, Hosea Mwok aliandikisha muda wa saa 1 dakika 4 sekunde 14. Nicodemus Kipkurui alichukua nafasi ya pili, naye Simon Kiluthi akimaliza katika nafasi ya 3. Washindi walipokea shilingi nusu milioni.
So I'm very happy kwa sababu nimeimprove sana from second position to the first position, na route yenyewe sio rahisi. And maybe within the next year or so we could have a world champion from this region. Na mtazamaji, karibu sana katika sehemu ya Uko Wapi, na hii leo tunaye Bi Lucy Wangoi ambaye ni jaji katika mahakama ya vioja. Nasema hivyo kila siku naletewa vioja tofauti tofauti. Karibu sana kwenye studio. Asante. Hujambo? Sijambo. Haya ni makala ya Uko Wapi. Kidogo Wakenya pengine hawakuoni ulihamisha vioja ukapeleka wapi, ama uliacha kuact na wanataka ujue unafanya nini, pengine kando na kuwa mwigizaji unafanya nini, wanataka tu wakujue zaidi. Kusema kweli sijaacha usanii. Usanii uko na mimi na mimi niko na usanii. Naam. Bado naendelea kufurahisha watu. Niko pahali panaitwa Zamaradi Production. Naam. Nafanya, kuna kipindi kimoja nafanya kinaitwa Fihi cha Kiswahili ambacho nacheza kitu tofauti na koti. Hapo mimi ni mama ya watoto na tabu nyingi kipindi kizuri tu. Kwa hivyo sijaacha usanii. Unaweza kuwa mtu wa tabu kwa maana wewe ni mkali, una sauti ile inaitwa kwa Kiingereza commanding voice. Ni kweli hiyo. Kama kama akikuona anajua mambo yake yameharibika. Maana yake unajua pale kotini si pale pa kucheza. Naam. Pale ni mahali, ni sheria kweli iko pale, na ukiingia pale unafungwa. Kwa hivyo ni vizuri ukiona pale hata wakifanya upuzi pale kotini. Lakini katika real court, ile koti ya ukweli, hakuna upuzi kabla huo. Sheria ikipitishwa imepitishwa. Lakini hizo sheria ambazo unatusomea ni za kweli ama ni za uongo? Hizo ni sheria za Kenya, za ukweli kabisa, na ndizo zinafunga watu kotini. Sasa kidogo una kisomo cha sheria hivi ama inakuaje unakuwa una ufahamu wa sheria ya Kenya hivyo? Kama mawakili ambao umeenda shule miaka sijui 7 ama unaenda miaka mingapi? Na nitasema hicho ni kipawa kwa sababu sijaingia hata shule ya sheria. Ni zile vitabu tu mimi uchukua nikasoma, nikaenda mahakamani, nika attend court sessions, nikaona vile kunaenda. Mwisho nikawa nimezoea sasa. Lakini ulianza lini, ama pengine niseme uligundua vipi kwamba una kipaji cha kuigiza? Kipaji nafikiri niligundua tu nikiwa mdogo kwa sababu nilianza acting nikiwa shule. Shule like darasa la ngapi ama kidato cha ngapi? Tangu primary mpaka secondary. Zote nilikuwa nikifanya drama. Na hata nilipomaliza bado nilikuwa tulikuwa pale, wajua si ni watu wa pale Ziwani. Pale Kariakoo Hall ilipojengwa, kulikuwa na section ya wenye kipawa cha kucheza table tennis, wenye kipawa cha kucheza draft, hivyo. Sasa sisi tulikuwa upande wa drama. Je, ukianza kuact, wazazi wako pengine, unajua wazazi wengi mtoto akiact anaambia wewe acha kuigiza, soma. Wanakuwa pengine unakuwa ni mtoto wa mchezo. Wewe ilikuwa vipi? Sana mamangu hakumind kwa sababu hata yeye pia alikuwa akifanyaga commercial. Hizi commercial za advertisement nini. Hawakujali sana, but kitu walikuwa kiinsist ni kusoma. Wanasema lazima usome hata kama unaenda kufanya hizo vitu. Kusoma ni muhimu. Na ni kweli, hata sasa ukiangalia hata muziki kitambojo wimbe lazima uwe umesoma. Maana hata huo muziki utaandikaje kama hujui kusoma? Kwa hivyo walikuwa hawana shida sana. Sasa wewe ukiwa mahakamani wewe unapewa script ama unatoa kwenye kichwa chako, ama unaambiwa kwa sababu mkijiandaa wanasema basi mwizi wa kuku ataletwa basi wa hapana, lazima niandike chini kwa sababu lazima kuna ile procedure tunafuata. Sasa saa zingine mashtaka yanaweza kuwa ni mengi, lazima niandike chini ndio nifatanishe vile inatakikana. Lakini kuna wale ambao pia wanapewa script ama kila mtu anasema vile anafikiria. Yetu ilikuwa ni improvisation. Hakuna kuandika ubunifu tu, hakuna kuandika script. Tunakutana teamwork, wewe unakuja na idea yako na mimi nakuja nayo, tunaifafanua na nini. Tunafanya casting, mshtakiwa atakuwa ni nani. Yaani tunafanya balancing. Upande wa mshtakiwa na shahidi. Kusiwe huku kuko juu, huku kwingine kuko chini. Lazima ubalance ndio zile comedy zilingane. Ndio mara kwa mara walikuwa wanaona Ondieki akiwa upande hii, Alexander yuko upande hii. Makoha akiwa huku, Ondieki yuko upande ile, ndio comedy itoke. Bado uko nao mwasema kina Makoha, kina Ondieki? Kina Ondieki kwa hivi sasa wako huku KTN, wanafanya kipindi kinaitwa Daktari. Mbona wewe hukuja? Sababu inakaa incomplete bila wewe.
Sasa hiyo nilikuwa na shughuli zingine, nilikuwa nimesign mahali contract nyingine na singeweza kutoka. But tukienda nje, michezo yetu ya nje tuko pamoja. Basi hiyo ikiisha, kuna uwezekano unaweza kukuja? Kuna uwezekano. Uweza niona ninazuka. Naam. Na pengine utuambie katika familia yako, kuna yeyote ambaye amechukua nafasi yako kasema sasa mimi mama kidogo akiacha mimi ndo huyu? Kusema kweli kwa sababu hata mtoto wangu alikuwa tu ndugu yangu mmoja naye pia akaacha. Kwa nini? Nafikiri you mentor them vizuri. Hii kitu hapana, nakwambia hii kitu lazima iwe ndani ya damu yako. Hata wewe vile unasoma habari, mtu mwingine kule kwenye anauliza lakini Mary hizi habari anasoma nini? Unaona kila mtu yuko na nini yake na kipawa chake. Kuna mwingine ataangalia aseme mimi afadhali ningekuwa kama huyu. Naye mwingine utasikia hata saa nyingine tunatembea barabara unasikia tu akisema ona tule tumtutwa TV. Unasikia hata akuiti nani anasema tule tumtutwa TV. So kila mtu ana kipawa chake. Na mimi changu kiko ndani ya damu yangu. Na kwetu hakuna mtu mwingine uigiza isipokuwa huyo my late brother, alikuwa pia vioja, alikuwa kama court clerk. Na sidhani kama kuna mtu mwingine kwetu. Ukizungumzia watu ukipita barabarani ukisema yule mtu wa TV. Je, unaweza maisha yako yako vipi ya kawaida, kwa sababu pengine unataka kuingia kwenye mkahawa, pengine unataka kuingia pahali ujiburudishe kidogo, watu kidogo wanasema ndio huyo jaji. Alafu unajua wewe ni mkali sana, pengine watu wakikuona wanatoroka. Unajua watu mashinani wengine wanaona kama ni ukweli wewe ni jaji. Na ukali wako sana ndio watu wagopata kuni approach, lakini wajua pia mimi sipendi nikienda mahali nitambulike. Ama nifanywe favor. Kama usangino unaingia bank nini na nini, unaona manager anakuja nakwambia kuja. Sipendi hizo favor. Mimi upendi jamani na. Unajua ni kwa nini? Sababu hata hawa watu walikuwa kwa hii line walikuja kitambo. Na wao pia ni binadamu. Ile favor mnanifanyia hata wao wafanyie. Sio unakuja wewe hata hujapanga line, watu wameshinda hapo tangu asubuhi alafu naomba ingia hapa. Njoo ufanywe haraka. Okay, ni vizuri ndio. But mimi sioni kwangu ikiwa sawa. Naona sisi wote tuko sawa tu, tupewe service sawa. Unaingia kwa hoteli, kama alikuwa anaenda kusavu mtu mwingine anawachana na huyo anakuja habari yako jamani Biwangoi. Okay, ni raha, unasikia raha ndio, but sasa inakuwa ule alikuwa kitaka kusaviwa mpaka anakasira, kwani huyu ni nani? Kwani yeye ni kwa nini yeye ni muhimu sana? So unaona sasa anaanza tena kuteta. So hizo favors ziko. Haya, saa nyingine unakwenda unakutana na polisi nini na nini, polisi wenyewe wanakusalimia zuri, habari yako mheshimiwa, mzuri nini na nini. Unaona kuna favors zingine favors zingine pia at least unajisikia hata wewe uko top kweli. Basi Rama kutoka Taita, hujambo kaka? Sijambo dada. Za jioni salama kabisa. Zungumza na Biwangoi yako hapa, jaji mwenyewe. Kwanza kama mama. Marahaba. Habari za masiku? Njema. Pole bwana kwa kupoteza mzee. Tushapoa. Tunawasiliana. Pole kwa kupoteza mzee. Tushapoa. Kwanza mimi ningependa kukupongeza na kwa wewe kama shujaa wangu. Asante sana, nashukuru. Kwa sababu toka mimi nikiwa mdogo nilikuwa nikikuona katika runinga ya KBC. Ndio. Ambapo kuna vipindi kama kinalea mwana na kina Husna Kijeba vilikuwa vinang'ara kitambo kabisa. Kitambo, lakini kitu kilichoniudhi ni vile ambavyo kwamba KBC iliwatreat. Hata nilipoona katika TV, kwa sababu mpaka utangazaji kufika mahali ulipofika ni nyinyi. Ni kweli. Kina Kazedena, kina nani, wengi walija kutoka kwetu. Wamepitia mikononi mwetu. Wengi sana. Hapo kwa kina Leonard Babu, Limbanga, mwanzo hapa wewe ilikuwa ni ngumu kutofautisha aidha umetoka hapo hata umetoka sehemu za chini. Lakini vile mlikuwa handle la serikali, sisi kama watazamaji ama wafuasi wenu haikufurahisha, ili tuvunja moyo sana. Asante sana Rama, asante. Mama ameweza kukupata. Shukran sana, naendelea kutazama kipindi. Basi unatofautishaje
kati ya wewe ukiwa mahakamani, kwa sababu unaleta sura nyingine tofauti kabisa na vile pengine tutakutaraji ukuwe nyumbani. Je, ukifika nyumbani character ni tofauti ama kidogo unajipata ukiteleza mtoto akikosea unajipata umekuwa jaji katika nyumba? Hapana, nikiwa nyumbani mimi ni mtu mwingine kabisa. Mimi ni mama pale nyumbani. Tena hata ukanikuta hata huwezi jua ni mimi. Naam. Manake mimi huwa kando kabisa na hiyo mambo ya acting. Naam. Huwa ni mwingine mama, na pika, na fua, nafanya nini. Na hata kuna mjukuu wangu mmoja miuka naye. Ashanizoea kwanza, hata aonagi kama akisikia watu wananiita niambia nyanya sikia vile wanakuita. Naambia wewe achana nao. Basi pengine utuambie una familia, watoto wangapi? Pole sana kwa kuaga kwa mzee. Pengine una watoto wangapi? Mshazungumzia wajukuu ndio watu wajue kumbe Biwangoi pia ana familia kubwa. Nina msichana mmoja anaitwa Adija. Naam. Na ana watoto 3. Naam. Sasa ni nyanya na wajukuu wangu 3. Basi. Uigizaji unalipa sana. Vipi? Kuna wale ambao wanalalamika sana kidogo hawalipwi. Sasa ule analalamika ni wale wenye haraka. Unajua kuna watu wana haraka sana na vitu. Wewe umekuja jana umemkuta Mary Kilobi hapa tangu amekuja KTN, wewe umekuja juzi, wataka kulipwa mshahara zaidi yake. Ama wataka kulipwa kiwango chake vile vile. Sisi tumekuwa pale ile miaka yote. Na hakuna wakati hata tulilalamika tukisema ati kwamba pesa ni kidogo. Tumevumilia mpaka mambo yakaja yakarudi yakawa mazuri, na maisha nikaona yako tu sawa. Usanii unalipa tena vizuri sana ukiwa mvumilivu. Hata wewe utakula matunda ya usanii. Kwa sababu mimi huyo msichana wangu nimemsomesha na hiyo pesa ya usanii, na amekwenda mpaka London, na amekwenda kusomea mambo ya beauty na nini. Haya, ukirudi ukiniangalia mimi pia naishi maisha mazuri. So unalipa usanii. Pengine utasema nini kuhusiana na waigizaji wa sasa? Waigizaji wa sasa pia wanajaribu. Unajua ni vile vitu vinaenda vikibadilika. Si unaona hata leo nimeona mna kipindi cha wanamuziki wa zamani na wa sasa. Wale wa zamani pia walikuwa ni kama sisi tu, kulikuwa hakuna hizo pesa. But wa sasa wakiimba hata hizo ni nyimbo zao pesa zinaingia. Manake nini zinauza? Hizo rekodi zao zinauza ama CD. Lakini kitu unaona wanalack ni kutunga nyimbo ambazo zinatueleza mambo kama zile zetu za zamani. Harambe. Unaona hizo zilikuwa nyimbo zina maana. Sasa hizi za siku hizi kuna zingine hata hutaki kusikia. Kwa sababu zinaimba vitu hata haziwezi kukusaidia wala kusaidia mtu. Ili mradi yeye apate nini? Apate pesa. Na kuna wale wanaimba nyimbo nzuri. Unaona watu kama kina Nameless, Jua Kali, nani? Hao watu wanaimba nyimbo za maana sana. Kina Juliani anaimba nyimbo ambayo hata ukisikia kina Waire na huyu mwingine Eric Wainaina. Nyimbo za maana hata wewe mwenyewe ndani ya nyimbo ukisikia unataka usikie tena. Lakini kuna zingine zikiimbwa hata utaki kwanza zima TV na video. Kwa sababu sasa wewe umekaa pale na wewe mjukuu wako anashangaa hizi nyimbo ni nzuri. Wewe yeye anaona ni nzuri, lakini wewe unajua ni kwa nini unazitoa. Kwa hivyo wanajaribu, lakini inatakiwa watunge nyimbo zitatusaidia na tupende kuzisikia. Obiero kutoka Nairobi, hujambo? Hujambo sana. Zungumza nasi. Asante. Kwanza nataka nitoe shukrani kwa mama huyu. Nampenda sana katika mambo ambayo amekuwa akichangia kila mara. Na jambo ambalo ningependa niseme. Hello? Naam, endelea, nakusikiza ama nakupata. Ningependa nimuulize mama ya kwamba kuna watu ambao walikuwa wakicheza nao zamani kama kina Masaku. Akina Masaku, akina Ojwang tunafahamu ya kwamba alikufa. Pole sana mama yangu. Sasa kuna watu kama akina Masaku. Ndio. Huyu alienda wapi? Masaku yuko na bado anafanya usanii. Ana vipindi vyake anafanya, kuna vingine vya Kikikuyu anafanya, na kuna vingine pia anafanya yuko na vipindi vyake vingi viko kule Mnet. Sasa kuna kitu ambacho ningependa ni shauri serikali yetu ya Kenya. Kwa hakika mama umesema ya kweli, hata bila kusema, nyinyi ni wasanii ambao wako na talanta nzuri zaidi. Endelea tukupata. Mna talanta nzuri zaidi, na tunaona serikali yetu ya Kenya hawashughulikii wenye talanta.
mfano sasa, unajua sasa kama kifo cha Ojwang. Naam, natumai kwamba wamekupata. Ojwang unamkumbuka? Obiero, namkumbuka Ojwang. Obiero, tumekupata na natumai kwamba wadau husika wameweza kukupata na wataweza kuboresha hali. Shukran sana kwa kutazama na shukran tena kwa mchango wako. Philip kutoka Eldoret, hujambo? Philip, unanipata? Philip? Hello. Unanipata Philip? Nakupata vizuri sana. Na mzungumza nasi Biwangoi yuko hapa, nakupata vizuri sana. Nakupata mwenzangu, habari? Salama kabisa. Hujambo? Si jambo. Naam. Okay. Swali langu kwa Mama Lucy. Naam. Kuna wakati mwingi hasa umechangia pakubwa katika. Si jambo. Endelea, tunakupata. Okay, swali langu ni. Naam, uliza. Inawezafika wakati mwingine ambapo hasa sisi kama Kenya ambao hatuko tunajua sheria. Naam. Umechangia pakubwa sana hasa mimi mwenyewe. Naam. Kupitia kipindi chenu ambacho kila mara mnaipeperusha. Umempata? Nasikia akisema. Haya, basi utajibiwa sasa hivi. Amesema amenufaika sana na kipindi chetu, manake kinafundisha watu sheria ambao walikuwa hawajui. Ni kweli, manake watu wengi hata wakienda pale kotini hajui ni nini, hata saa nyingine hata kembo ajitetee bado anaogopa. Unajua watu wanaogopa koti sana. Sasa hata ikifika wakati wako wa kujitetea ndio at least labda koti itaangalia nini na nini na kujitetea kwako unaweza achiliwa. Unakuta mtu ananyamaza anasema mimi sina kitu ya kusema. Uwezi kosa kitu ya kusema kwa sababu okay, kama jambo ni kuwekelewa umewekelewa. Obviously utakuwa so bitter utake kusema ukweli vile ilikuwa. Sasa ukiambiwa una jambo la kujitetea la kusema unasema sina, unaona hapo hakuna kitu tutasaidika. Kuna wale huambiwa na mawakili wao wanyamaze kwa sababu wanaona kidogo watajikanganya kule. Pengine wamekosea, wanafaa kusema hawajakosea kidogo kiulizo. Okay, kama ukiwa na wakili wakili ni sawa atakutetea. But sasa kama hauna wakili ni wewe ndio unajisimamia mwenyewe. Lazima uwe na wewe pia uwe mkali pale, maana utakutana wengine na kuuliza maswali zingine mpaka unalemewa sasa. Hata pengine hauna hatia unakutikana uko na hatia. Kwa hivyo sheria ni vizuri watu mimi ningependa wazijue. Mtu ajifundishe hizi sheria. Najua nikifanya hivi na hivi nitafungwa. Ama nikifanya hivi na hivi usangine. Bahati nzuri siku hizi katiba inaruhusu kwamba robbery with violence, murder nini. Zamani ilikuwa katiba ikubali ukipatikana hizo nini watu unawachiliwa na bond. Ulikuwa unakaa kule mpaka kesi ishe. But siku hizi naona mtu hata amefanya nini anapewa bond na anatoka. Na ukitoka ukienda nje ndio unapata walimu wengi wa kukuambia wewe ukirudi kule kotini nenda ukatae, nenda ukubali. Kotini pale si mchezo. Lazima uende pale ukijua pale mistake kidogo hivi unakwenda ndani. Kuna Collins kutoka Bungoma. Collins, zungumza nasi. Hello Collins, tunakupata. Zungumza nasi. Okay. Nilikuwa na swali. Naam, uliza. Sasa nilikuwa nauliza hivi. Naam. Iwapo nimeshikwa na pelekwa mahakamani. Naam. Na niulize maswali kama yale ambayo Makoha alikuwa anauliza kinaondie. Je, nitasikizwa ama sitasikizwa na mahakama? Lazima utasikizwa kwa sababu pale kotini, koti haiko pale kukandamiza mtu. Na pale kotini hata kama wewe ni mshtakiwa una uhuru wako bado. Kwa hivyo vile walikuwa wakiulizana maswali ndivyo hivyo ukifika kotini kunaenda. Na ningeomba utembee siku moja koti ya kweli uende uone vile kunaendelea. Hivyo ndivyo kunaendaga. Kwa hivyo ukienda kule usiende pale kuleta mchezo. Nenda ukiwa serious na ufuatilie vile kunaenda. Asilete huo mchezo wa kina Makoha. Asilete mambo ya kina Makoha hapo. Naam Collins. Natumai umempata Biwangoi. Hata ndio kwa swali lingine. Naam, uliza kwa upesi kidogo kaka. Nilikuwa namuuliza kwamba atasaidia namna gani vijana wengine ambao wako mbali na yeye. Hata nataka tusaidie hivi. Kama vijana wako ndani humu kama Bungoma hakuna watu wa Kakamega, atatufikia namna gani? Wanataka kuigiza ama wanataka kufanya nini? Ama wako na kesi. Wanataka kuigiza. Basi wanaweza kuja hata hapa wataona kina Ondieki watawafanyisha audition.
Wajua bora uwe na kipawa, sio tu kwa sababu unaona watu wanafanya na wewe unataka uje ufanye audition. Ukishafanya audition kama wewe unaweza ni sawa, utapata nafasi. Maana hata vipindi ni vingi vinaanzishwa. Haya basi. Sasa huyu Collins anatoka Bungoma. Kuna wakati kulikuwa na kesi fulani, ama ni kesi inaendelea mahakamani. Ya jamaa anafahamika kama Wanjala. Alihang kwa helikopta. Angeletwa kwa mahakama yako. Ungeamua vipi? Huyo mtu James Bond wa Bungoma huyo. Naomba uzungumze kama sasa umekaa hapo kama sasa judge. Kwanza kitu cha kwanza ningesema apelekwe hospitali. Akipona aletwe kotini sasa. Kotini sheria ifanye kazi yake. Kwa sababu sasa wewe alikuwa kibembea kwa ile kwa helikopta kwa nini? Na anajua hii kitu ni hatari. Tena inapaa na baada ashuke ikiwa pale bado iko chini, yeye alipaa nayo mpaka juu. Wewe unaona hiyo ni hatari, anahatarisha maisha. Na unajua pia katika sheria za Kenya kuna hiyo ukihatarisha maisha, hata wewe saizi ukikasirika utake kujiua upatikane kabla hujakufa ushikwe, unapelekwa kotini. Hata kama ni mapenzi yako kujiua, utapelekwa kotini. Kwa nini unataka kujitoa uhai? Kwa hivyo yeye angepelekwa hospitali kwanza atibiwe apone, alafu aje sheria ifanye kazi yake. Sasa ungepata kesi kama hiyo, ungerudi ukachukua vitabu vyako ukasoma, ukajua mwenye kuhang kwenye helicopter anahukumiwa vipi? Ipo kweli. Ziko hiyo ni kuhatarisha maisha yake. Endangering your life. Pengine hatuwezi maliza mjadala huu kabla tuzungumzie kifo cha mzee Ojwang. Ndio. Kilikuathiri vipi? Na pengine ni pengo lipi ambalo limeachwa? Na ni pengo ambalo linaweza kujazwa? Hakuna mtu anaweza jaza hilo pengo la mzee Ojwang. Kifo ya mzee Ojwang yenyewe ilitupiga sana kwa sababu wajua tulikuwa tumezoeana tukiwa watano. Mimi, Mama Kayai, prosecutor na Ondiek na Makoha. Michezo ile tulikuwa tukicheza ilikuwa yeye ndio kama pila. So unaona hapo palipata pigo sana kabisa kabisa. Hata siku hizi tukicheza tunajaribu kufunika, lakini bado tunaona kuna kitu ina miss hapo. Kwa sababu ni kama vile sasa umezoeana nao cameraman wako nini, wanajua cue yako, wanajua ni saa ngapi kuanza. Sasa na sisi tuko tunajua mchezo fulani ni Ojwang ndiye na kama steering. Yeye na Mama Kayai. Mchezo fulani ni Lucy na Ondiek. Unaona hivyo? So ilikuwa ni pigo kubwa. Shukrani sana Bi Wangoi kwa kuweza kuitikia wito wetu na kuweza kufika hapa. Wakenya wanakupenda sana. Simu zimekuwa ni nyingi. Tumezuia tu simu. Najua mtandao wa Twitter, kumbuka sijaangalia hata moja. Mwelekezi wangu ananiambia muda wetu umekwisha. Na basi itabidi nimetii amri. Kidogo ananiambia ameniruhusu. Haya basi wacha nifungue Twitter. Pengine tupe kauli za mwisho nikitafuta hapa. Sasa kauli za mwisho ni kusema kwamba wasanii chipukizi fanyeni bidii na mupeleke hii industry juu, na serikali nao pia isaidie, manake wasipowekeza katika film pia industry itaanguka. Hata matajiri wenye mabenki wenye makampuni wawekeze katika mambo ya uigizaji huu. Tanzania nimeona wana support, Nigeria wana support. Kwa nini Kenya tusiwe hivyo? Na sisi ndio tulianza. Wale wamekuja nyuma na wameenda mbali kutushinda. Kwa hivyo juzi nimetoka Bagamoyo, nimeona wasanii pale wanakuwa sponsored na mabenki manini. Ni vizuri pia Wakenya watuunge mkono na wataona mambo mazuri. Asante sana. Nimepata tweets hapa. Josephat Mukula anasema Lucy Wangoi vioja mahakamani, hakimu swali. Hii kesi ya ufisadi unaweza funga tu mmoja, wengine wapate funzo. Halafu kuna Steve Mudhomi anasema wazazi, ni swali kwa Lucy Wangoi. Wazazi wangu hawakuwa na shida ya uigizaji wangu, lakini walisisitiza kuwa elimu ni muhimu zaidi. Mwambia nini? Pengine kwa sekunde tu 5. Ni kumwambia azingatie elimu, akimaliza na mambo ya masomo aingie kwa usanii. Na kwanza akiona masomo ndio vizuri. Kuna mtu ameuliza, Margaret Nyokabi anasema usanii unalipa vizuri sana, wanaoteta ni wenye haraka. Hivyo ndivyo umesema. Ndio. Jamani, ni nyingi mpaka kidogo lazima nizitafute, ndio kuna wengine ambao kidogo wanaandika lugha ambayo haieleweki. Kuna mmoja anasema Shabi David. Mtazamaji, basi itabidi nimeachia hapo. Mtazamaji, asante sana kwa kuweza kujumuika nasi katika taarifa zetu za KTN leo weekend kwa jumla. Na hivi sasa makala yako wapi? Shukrani sana Bi Wangoi, asante sana kwa kuweza kufika. Kesho ni siku Mola kiridhia, na watakia usiku mwanana. Kwaherini.